Lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuendeleza kampeni za kuhamasisha uboreshaji wa mazingira ya kazi nchini ili kulinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vitokanavyo na kazi kupitia kauli mbiu mbalimbali ambazo hutolewa na Shirika la Kazi Duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mazingira bora ya kazi kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu hii inaeleza umuhimu wa mazingira bora ya kazi katika kuimarisha shughuli za uzalishaji na kuleta ustawi wa wafanyakazi, ambapo inaibua mjadala na kuleta ulimwengu wa kazi katika tafakari ya pamoja juu ya hali ya mazingira yetu, na hususan suala la utulivu wa kisaikolojia kwa wafanyakazi na namna unavyoweza kuchangia kulinda nguvu kazi na kuongeza tija katika uzalishaji na hatimaye kujenga taasisi imara. Ndugu waandishi wa habari, kupitia kauli mbiu hii serikali inatoa wito kwa waajiri na wafanyakazi kuyatizama upya mazingira ya kazi na kuhakikisha kwamba yanakuwa katika hali nzuri inayopelekea wafanyakazi kuwa na afya njema, hususani masuala ya afya ya akili. Hivyo kampeni ya kidunia inahimiza kushughulikia vihatarishi mbalimbali vya kisaikolojia. Vihatarishi vya kisaikolojia ni mambo yanayotokana na namna kazi inavyobuniwa, kusimamiwa na mazingira ya kijamii ya kazi. Ndugu waandishi wa habari, tofauti na vihatarishi vya kifizikia, hivi vihatarishi vya moja kwa moja vya afya ya akili huathiri utendaji wa mfumo wa neva na tabia za mfanyakazi kazini. Tunapoelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahala pa kazi tarehe 28 Aprili 2026, serikali ya awamu ya 6 kwa kushirikiana na wadau wote wa utatu tunaendesha kampeni maalum ya uhamasishaji kupitia shughuli zifuatazo. Shughuli ya kwanza ambayo tutafanya katika maadhimisho haya ni mafunzo ya usalama na afya miongoni mwa makundi mbalimbali wakiwemo wajasiriamali wadogo. Shughuli ya pili tutakayofanya katika maadhimisho haya ni maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo yatawakutanisha wamiliki, wasimamizi wa sehemu za kazi na wadau wengine ili kutoa elimu kwa umma, kubadilishana uzoefu miongoni mwao. Jambo la tatu kubwa litakalofanyika ni bonanza la michezo ambalo litawaleta pamoja wafanyakazi na waajiri kutoka maeneo mbalimbali nchini na kutoka sehemu mbalimbali za kazi, kuendelea kuhamasisha masuala ya usalama na afya na kuhamasishana na kushirikiana katika ujumbe wa maadhimisho ya mwaka huu ya afya na usalama mahala pa kazi. Na jambo la nne kubwa litakalofanyika ni kuandaa na kutoa tuzo za usalama na afya mahala pa kazi, kwa maana inaitwa OSH 2026 zenye lengo la kuendelea kutambua jitihada za waajiri katika kuimarisha usalama na afya maeneo ya kazi kupitia utekelezaji wa sheria ya afya na usalama mahala pa kazi sura 297 toleo la 2023. Napenda kutumia fursa hii kuwaalika wamiliki wa sehemu za kazi, waajiri, wafanyakazi na wananchi wote kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika shughuli zote zinazohusu maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahala pa kazi duniani. Na wakaribisha wananchi wote hasa wa mkoa wa Njombe na mikoa jirani kutembelea maeneo yatakayoanza na ameshaanza tarehe 24 ambayo nataendelea hadi tarehe 29 Aprili 2020. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie taarifa yangu kwa namna na kwa moyo wa dhati kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa nchi yetu tukiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuliongoza taifa letu kwa weledi mkubwa. Tumeshuhudia mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wake, hususan katika sekta ya kazi, ajira na mahusiano, ikiwa ni pamoja na kuimarisha masuala ya afya na usalama mahali pa kazi hapa nchini. Kwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.